Nilieleza muda sio mrefu kwamba tutarudi tena, na nilikuomba wapigie simu, watumie watu message, tuma taarifa kwenye magrupu ya WhatsApp na sehemu nyingine mbalimbali, ili watu waweze kupata faida ya somo hili. Umejifunza masomo mengi tayari katika vipindi hivi, lakini tufahamu kwamba somo hili ni miongoni mwa masomo muhimu sana 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 sana, ambalo linaweza kukusaidia kuto kupotezwa kwenye maisha yako yote. Kwenye maisha yako yote itakuwa ni vizuri sana ukiwaambia na wengine, wasaidie na wengine, wala usiweze kuacha, itakuwa ni faida kwako. Somo letu lina kichwa njia 9 za kuyatafsiri maandiko katika Biblia na kuyatendea kazi. Njia 9 za kuyatafsiri maandiko katika Biblia na kuyatendea kazi. Somo letu, narudia tena, lina kichwa njia 9 za kuyatafsiri maandiko katika Biblia na kuyatendea kazi. Unapojifunza somo hili, hauna budi kufahamu, mwalimu yoyote mzuri wa Biblia ni yule ambaye haleti tafsiri ya kwake mwenyewe hata anafundisha Biblia. Biblia imeonya kwamba tumia neno la Mungu kwa halali. Tumia neno la Mungu kwa halali. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Utayari ni kuaibika, asiye na sababu ya kuaibika, akitumia kwa halali neno la kweli. Akitumia kwa halali neno la kweli. Kwa mwalimu mzuri ni asiyeleta maana yake mwenyewe, anayoibuni mwenyewe katika maandiko, bali huchukua maana iliyo katika maandiko. Naomba unisikilize kwa makini. Kati ya miongoni mwa masomo muhimu sana katika maisha yako ni somo hili, ambalo litakufanya usipotee mahali kokote. Hata ungeenda Uingereza, hata ungeenda Marekani, hata ungekutana na shetani mwenyewe, hautapotea. Hata ungekutana na shetani mwenyewe amekutokea kama alivyomtokea Yesu Kristo, hautapotea. Biblia imepotoshwa, na diriki kusema hivi, na wale watu wengi wanaoitwa walimu wa vyuo vya Biblia, ingawa sio wote. Walimu wengi wa Biblia wamepotosha watu wengi sana, na wako watu wengine walipoenda katika vyuo vya Biblia, kabla ya kwenda walikuwa ni watakatifu sana. Kabla ya kwenda walikuwa na nidhamu sana. Kabla ya kwenda walikuwa na hofu ya Mungu sana. Lakini walipotoka katika vyuo hivyo vya Biblia, wakawa hovyo sana, wakawa hana adabu tena. Tabia zile ambazo tulikuwa tunaziona kule nyuma, walikuwa wana nidhamu, wana mipaka katika tabia, wana mienendo mizuri. Baada ya kwenda kwenye vyuo vya Biblia ambao tungetegemea wangekuwa moto zaidi, wamekuwa hovyo zaidi. Bila shaka kile walichoenda kukipokea ndio kimewaharibu badala ya kuimarisha. Kama Biblia ni neno la Mungu, iweje limuharibu mtu? Bila shaka walimu hawa wamechangia kuharibu kizazi kikubwa sana katika kanisa la Mungu.
Watu wengine wanapotoka katika vyuo vya Biblia hujaa kiburi na kutaka kuwaonesha watu wengine kwamba wao wamesoma sana, na hivyo wasikilizwe wao hata kama wanaongea utumbo. Na mimi nimekuwa ni muumini wa kuambia watu wasiende vyuo vya Biblia, ingawa sio vyuo vyote ni vyuo vibaya. Viko vyuo vingine ni vizuri sana, lakini unawezaje kujua hiki ni kizuri au sio kizuri? Labda ni kwa yule ambaye amepita katika chuo hiko. Mimi binafsi sikutaka kwenda kwenye chuo chochote cha Biblia. Kwa nini sikutaka? Kwa sababu vyuo vingi vya Biblia vinafundisha Biblia katika mlengo wa imani wanaoisimamia kanisa hilo. Utaona kanisa moja linaitwa kanisa la Kristo kwa mfano, lina chuo cha kwao. Ukiona namna wanavyotafsiri, utaona tafsiri Biblia kulingana na mlengo wanaoamini kwenye dini yao. Ukienda katika chuo cha TAG, wanatafsiri mambo kulingana na mlengo wanaamini katika Assemblies of God. Ukienda EAGT, FPCT, ukienda chuo cha kanisa Katoliki, ukienda katika chuo cha Anglikana au Moravian, Biblia katika mfumo wa imani yao. Kwa vyuo vingi vya Biblia vimekuwa ni kama ni corrupted, ambavyo vinafundisha katika sura ya kwao, katika sura ya kile wanachokiamini, sio vile Biblia inavyosema. Lakini swala la kujiuliza, je, mtu asipoenda katika chuo cha Biblia kwa mfano, ndio hana nafasi ya kujua Biblia? Je, mtu akienda kwenye chuo cha Biblia ndio anajua Biblia sana, na asipokwenda anakuwa hajui Biblia? Utaniuliza, mchungaji unasema watu wasiende kwenye vyuo vya Biblia hivi ambavyo nimetoka kuvizungumza. Je, wewe hujakwenda? Mimi nimekwenda. Ni kweli nimekwenda kwenye chuo cha Biblia. Lakini kwa nini nimekwenda kwenye chuo cha Biblia? Ni kwa sababu ya matakwa ya kiserikali yanamtaka kiongozi wa imani fulani ambaye anakwenda kusajili huduma fulani, lazima awe na specification fulani, lazima afike kiwango fulani cha elimu ya theolojia kulingana na imani ya kwake. Kama ni Mkristo au kama ni Muislamu, anatakiwa afike ngazi fulani. Kama ni kiongozi wa juu wa imani hiyo, anatakiwa aende chuo kinachotambulika ili akasome, hata kama elimu ya hapo ni elimu ya kishetani ambayo imeaminiwa tu na serikali kwamba ni imani ya Kikristo, unatakiwa uwe na cheti hapo. Kwa nimekwenda kwa sababu ya enforcement ya serikali, kwamba serikali ndio inataka mchungaji huyo aweze kwenda katika chuo cha Biblia. Lakini tangu mwanzo sikutaka kabisa kwenda katika chuo cha Biblia, maana niliwaona waliokwenda katika vyuo vya Biblia waliporudi walikuwa vizuri, walikuwa ovyo badala ya kuwa vizuri. Sasa hiki ninachokufundisha hapa, zaidi ya 80% nimefundishwa na Roho Mtakatifu, na sehemu ndogo iliyobaki baada ya kuipima na kuthibitisha haina makosa kwa mujibu. Msingi wa uchambuzi wa somo hili unatokana na Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 inasema, Yoshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Zungumza, anasema nawaambia wana wa Israeli, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Wakati ule kitabu kilichokuwako kilikuwa ni Torati. Lakini kuna jambo la muhimu sana la kujifunza katika mistari hii, ambao huo ndio msingi tunapojifunza somo hili. Inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake. Maneno yake, maneno ya Torati maana yake, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Okay? Tunapaswa kutafakari
sawa sawa na kile kilichoandikwa, sio nje hapo. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako ya kwenda mbinguni, maana yake kisha ndipo utakapositawi sana. Biblia hapa inatuambia tutafakari yaliyoandikwa humo. Hapa ndio tunaweka standard, ndio tunaweka msingi. Kama wewe ni mwanafunzi wa Biblia, umesoma chuo cha Biblia au hujasoma, hapa tuna set standard. Hapa tunatakiwa tulalie hapo. Utaona hata Musa kwa mfano, na sio tu hili ambalo nimelisema. Nitasoma maandiko kadhaa, labda kama nimenukuu labda eneo moja. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza. Angalia Musa anasema nini? Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Musa alikuwa anasikia sauti, na sauti hiyo akaiweka katika maandishi. Kwa sauti hiyo ni hili neno. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza, kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Usifanye ambayo sijakuagiza, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Anaendelea, utabarikiwa, 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 utabarikiwa. Yesu anasema katika Mathayo 28 mstari wa 19, anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Maana yake usifundishe ambacho Yesu hajaamuru. Lakini unafundisha mangapi? Yote. Yote niliyowaamuru ninyi. Hii ndio standard. Tunafundisha yote, na ikumbukwe hayo tunayoyafundisha ndiyo hayo watu wataulizwa siku ya mwisho. Yesu anasema atahukumu siku ya mwisho kupitia neno lake. Yohana sura ya 12 mstari wa 48. Sasa tunatumia nguvu zetu zote sasa kuchimba kwa ndani kuhusiana na namna ya kuyatafsiri maandiko haya ili usipotee. Roho Mtakatifu aliniweka chini akanifundisha somo hili, na mimi nalileta kwako. Na sauti ya Roho Mtakatifu, kama ni kweli, kipimo cha sauti hiyo tutayapima kwa neno la Mungu, basi si vinginevyo. Wale ambao wamekwenda kwenye vyuo vya Biblia, wengi wenu hamfundishi kuchambua mistari. Wengi wenu hamfundishi kuchambua neno kwa neno, mstari kwa mstari, sura kwa sura. Wengi wenu mnafundishwa historia tu ya Biblia na kuambiwa kitabu hiki cha Mwanzo aliyekiandika Musa. Inakusaidia nini kujua kwamba aliandika Musa? Nini inakusaidia? Inakusaidiaje kuacha dhambi? Inakusaidiaje ili uweze kwenda mbinguni? Utaambiwa tena kwamba kanisa lilipotoka ilianza. How does that help you to go to heaven? Inakusaidiaje kwenda mbinguni? Inakusaidia nini? Kitabu cha Waebrania aliandika sijui Paulo, sijui mwingine anasema aliandika Luka. Inakusaidia nini? Utaambiwa tu historia, wakati anaandika hapa alikuwa Efeso, alikuwa. Inakusaidia nini hilo? Tuna kanisa vyuo vya Biblia vinadili na vitu vingi ambavyo havikusaidii. Ndio maana wale walimu wa vyuo vya Biblia tukikutana nao, tukiwabana na maandiko, hawawezi kujibu maskini, hawawezi kuchambua. Inakusaidia nini? Kama hali ambapo, na kwa taarifa ya kwako, watu wengi hatujui kwamba hata Yesu Kristo hakudesign watu waende vyuo vya Biblia, bali alidesign. Yes, naambiwa kuna swali. Ndugu, kuna baadhi ya watu. Ndio. Yuko ndugu anaitwa Amadi amekuwa na sisi tangu mwanzo. Ndio. Alikuwa akitusalimu na
akamkaribisha naye katukaribisha. Tunasema asante Bwana Hamadi kokote uliko, Yes. pale ambapo unatufuatilia. Mm. Tunapenda unapotufuatilia na kusikiliza. Ikiwa una swali unaweza kauliza. Sisi wote ni watoto wa baba mmoja, ila tunajifunza juu ya kweli ya Mungu. Tunajua wewe ni Muislamu lakini tunakupenda pia. Amen. Tunaye ndugu yetu Alakzan amekuja hapa kwenye live. Ndio. Nafikiri pia naye anatuona. Huyu ni mmoja wa watu ambao wanatufuatilia muda mrefu. Sana. Na sisi tunamfurahia sana 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 sana. Na usiache kuandika comments zako, maswali kama jinsi tunavyofanya siku zote bwana Alakzan. Lakini leo utajibiwa maswali yako live. Mwalimu yuko hapa. Yes. Anasema si kweli kama nyinyi wa Kristo mnafundishwa na Roho Mtakatifu. Hiki ni kisingizio mnachokitumia kwenye kusambaza imani yenu ya utatu isiyoeleweka na imani nyingine za kiajabu ajabu. I'm sorry. Narudia. Si kweli kama nyinyi wa Kristo mnafundishwa na Roho Mtakatifu. Anasema huyu kwamba sio kweli kwamba wa Kristo tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Hiki ni kisingizio mnachokitumia kwenye kusambaza imani yenu ya utatu, yani kwamba ni kisingizio, nafikiri unamuelewa. Isiyoeleweka, imani ya utatu isiyoeleweka na imani nyingine za kiajabu ajabu. Maana yake ukiachana na kwamba kwenye imani ya Ukristo kuna imani ya utatu ambayo haieleweki kwa mujibu wa Alakzan, anasema pia na imani zingine zipo za ajabu ajabu kwenye Ukristo. Kwa kisingizio tu tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Na ana maelezo mengine. Huyu jamaa akaja Ahmadi akasema shikamoo Alakzan, yani amemkubali. Basi ngoja nimjibu kwanza. Okay, hakuna maelezo mengine anayo chini. Nitamani nisome ili umalize kabisa. Okay. Asiye amini imani zenu hizi za kiajabu mnamtuhumu ndani yake. Huu ni uongo. Okay, amemaliza? Ahmadi akasema ngoja ndio. Kwanza mimi sikatai kupingwa. Ndiyo. Mimi ninachokitaka ndio kama unanipinga unaniambia muongo, unatakiwa utoe ushahidi wa uongo na useme ukweli. Na useme ukweli uko wapi? Na unapotoa huo ukweli uwe na data za kuthibitisha ukweli wako. Sasa umesema hii kusema nimefundishwa na Roho Mtakatifu ni uongo. Sasa mimi natoa ushahidi wa kimaandiko kwamba Roho Mtakatifu pia amekuwa akizungumza sio tu na mimi wakati huu nipo hai, hata kabla ya mimi kuzaliwa alikuwepo Roho Mtakatifu na aliwaambia watu. Nitatoa maandiko kadhaa yafuatayo. Katika Matendo ya Mitume kwa mfano sura ya 8 mstari wa 30 mstari wa 27 inasema, naye akaondoka akaenda Mara akamwona mtu wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini akisoma chuo cha nabii Isaya. Mstari wa 29, Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Mstari wa 30, basi Filipo akaenda mbio akamsikia akasema chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelewa haya unayosoma? Nani amemtuma Filipo kwenda kwenye hili gari? Nani aliyezungumza naye? Ni Roho Mtakatifu. Sio hilo tu. Twende kwa Paulo, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Wakapita kati ya nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Roho Mtakatifu anawazuia msihubiri hapa Asia hapa. Mstari wa 7, walipofika kukabili Misia wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Roho Mtakatifu jina jingine anaitwa Roho wa Yesu. Tunaona hapa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anawazuia, hapa msiende, hapa msiende. Sio hilo tu. Twende Matendo ya Mitume. Maana yake nataka nikuoneshe jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anazungumza. Roho Mtakatifu anazungumza. Mpaka leo Roho Mtakatifu anazungumza. Kwa nini mpaka leo? Kwa sababu yeye ni Mungu asiye na ukomo. Yupo, alikuwako na ataendelea kuwako milele na milele. Somo hili nimefundishwa na Roho Mtakatifu. Na kipimo sio kwamba Roho Mtakatifu nikisema nimefundishwa na Roho Mtakatifu basi unakatazwa kunipinga. La hasha. Roho Mtakatifu yeye anaposema chochote lazima atoe ushahidi
wa neno. Yesu alisema hivyo. Yesu alitufundisha hivyo katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7 mpaka wa 14. Alisema Yesu, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala mnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kweli ni nini? Yohana 17:17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Turudi tena mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, maana yake Roho wa neno la Mungu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza awatie kwenye neno lote la Mungu, kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayeyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kumbe Roho Mtakatifu, kama kweli ameniambia mimi, lazima ataniongoza sawa sawa na nini? Sawa sawa na neno la Mungu. Hili Biblia ndiyo maana yake. Kwa hiyo